Habari mtazamaji wa Kiyaga TV, nafikiri tumekutana tena leo muda mwingine ni katika kujifunza kuhakikisha tunapata elimu kupitia kwa dokta. Nia yetu kubwa kuhakikisha wewe unapata faida kupitia kwa dokta, kwa sababu wewe na mimi tunafikiri tuna matatizo makubwa sana. Wanapotokea watu kama hawa, Mwenyezi Mungu amewapa nuru na hekima kubwa kwa ajili ya kutusaidia sisi, basi tunapaswa kuwa makini na kufuatilia maneno yake kwa msingi, ili tuweze kujua kwamba katika vitu anavyozungumzia labda na sisi tumo ndani yake. Na kusitu wewe usikose kusubscribe, kucomment na kushare, itakuwa jambo la msingi, kwa sababu kila siku Dr. Kiyaga atakuwa anatoa habari mpya ya mwanadamu. Kwa hiyo ili upate kupata vitu hivi inabidi usubscribe, kwa sababu anapotupia inakuwa kwanza iko kufikia na kuanza kuchukua hatua kwa haraka. Dr. Kiyaga, habari? Salama ndugu mtangazaji. Na leo nimeamua kama nilivyokuambia wiki hii nitakuja tena kwa ajili ya kutaka kupata faida ya kujua kwamba je, mwanga pamoja na mchawi hawa watu ni wa tofauti au ni watu wa aina moja, na unawaepuka vipi na hatua gani utakayochukua kwa haraka endapo unajua hii tatizo? Kwa kweli ndugu mtangazaji, leo umekuja na mada nzuri, lakini tuliachia sawa. Sasa swali gumu, lakini ngoja unajua mambo ya uchawi haya na mambo mengi. Taongea kwa ufupi, ni jaribu kwenda na muda wako, nisiule muda wako. Bwana, kwanza majini automatically ya kawaida yameumbwa na Mwenyezi Mungu. Sahihi kabisa. Na yapo yana matabaka kama sisi wenyewe wanadamu duniani. Na majini wanazidiana madaraja kama sisi wenyewe wanadamu. Na wanazidiana tawara, falme pamoja na mali. Kama sisi wenyewe wanadamu tunavyotuona. Na wachawi ni tamaduni za mira, yani ni matambiko, ni tambiko kama matambiko mengine. Yani kama unasikia watu wana huku pwani huku ukaa kwangu wanasema kwamba wana madogori. Vibanda siji nini. Ya hivyo vibanda ndio hayo matambiko. Na uchawi ni hivyo, ni tambiko. Yani uchawi hauwezi ukaenda kwa mtu ambaye hana generation ya uchawi. Iko hivyo. Na mchawi yoyote anadumisha tambiko lake. Yani mwanga ukiona ametoka ndani anafanya mambo yake pale anawanga, hiyo anatambikia. Lakini kuna ile kuwanga nafanya starehe. Yani ameshafanya tambiko lake, lakini wao nikafanya starehe. Lakini kila anapofanya starehe yake ile, yeye anazidi kukomaza hali yake ya kiuchawi. Kuna mwanga ni lile tendo analolifanya. Yeye mwenyewe ni mchawi, ila lile tukio linafanya ni mwanga, yani anawanga. Yani maana yake anakuchezea wewe usiyemuona. Yani anakuja hapa anakufanyia vituko wewe usioni. Maana yake wewe ni mchezo. Unasema mwanga, neno uwanga tafasiri yake ni mchezo kwa watu ambao hawaoni. Yani kwa wale ambao watu hawaoni ndio anachezea. Na ndio maana mwanga ukikutana na mtu anayeona, yeye mwanga anakuita wewe unayemuona mchawi. Sasa tukija kwenye majini ya kutengeneza, hayo sio majini, hayo ni mashetani. Hayo ni mashetani. Hayo yani wewe hata kiama kitokea leo umetengeneza jini lako hapo, hilo jini lako na wewe mnaenda motoni. Umetengeneza shetani. Unachukua mti huu hivi udongo huu unatengeneza pale, unafanya maarifa yako, likatokea likiumbe pale. Lile ni shetani, sio jini. Hao watu wanapandisha ni mashetani, ni majini. Wale wanaopandisha wanapandisha majini yale wanasema kwanza kuna majini yanaitwa majini upepo, ambao ni miongoni mwa haya ya majini ya vinyamkela au vicheketu. Vile vicheketu hivyo kutengeneza hivyo, hayo ni mashetani. Lakini kuna wanaopandisha mizimu ya asili. Hiyo mizimu ya asili ni nini? Yani maana yake ni wewe umekufa, mjukuu wako una ile roho ile spirit of generation. Na ndio maana wazungu wakaizungumzia wakasema spirit of generation. Yani ni roho ya kizazi na kizazi. Kwamba mtiririko wenu uko hapa. Maana yake yeye anatoka babu yako, anaingia kama roho ndani yako. Umeona? Sasa anazungumza kupitia wewe. Na ndio maana Mwenyezi Mungu hekima yake sijui huko, lakini yani mimi naona kama Mwenyezi Mungu amefanya hekima ya kuficha mambo mengi, tusijue kiama ni lini na kiama kinakuwa wapi. Kitasimamia wapi tunajua duniani, lakini kwa nchi gani hatujui.
Hekima kubwa. Kwa hiyo hayo mambo yako hivyo kwa uchache. Elimu kubwa. Yaani shetani anaua watu. Sasa mtu atenza shetani aliagiza kwa mtu anaenda kumuua mtu. Lakini jini ambao limeumbwa na Mwenyezi Mungu ambao wenyewe watu wanasema marohania. Marohania ukilituma liende kuua mtu aliendi. Ila lenyewe linakuadhibu kama mzazi, yani mtoto wako kukosea. Alafu tunamwadhibu akae katika reli. Ndio lile linalofanya. Kwamba umekosea hapa, sio utaratibu mzuri hapa. Na ndio maana kuna mengine anakuambia kabisa yana swali kabisa, na ukilisilimisha ni asilimu, hata kama ni refu ukilisilimisha ni asilimu kabisa, linakuwa sawa sawa. Elimu kubwa sana. Na kingine cha faida umezungumza kwa uchache, lakini watu wenye taaluma ya fikra, yani umezungumza mambo makubwa afu mengi kwa muda mchache. Umefanya kitu kizuri. La mwisho labda mchawi, yani watu ambao wamepata na matatizo ya kulogwa ambao hawajui. Nafikiri ni kuomba kwamba kama ulivyosema, kama wanavyokuja, nafikiri hii tiba wewe unayo ya kuwasaidia watu ambao wana matatizo lakini hawajui. Naam. Kwa hiyo unao sisi kwamba wakifika mtu anakuja anajihisi yeye hayuko vizuri. Kwamba anaona uchumi wake unateleza, mambo yanaenda hovyo, enda kombo na nini, akiangalia chanzo chake hakipatii majibu vizuri. Alikuwa yuko vizuri kazini, anashangaa kawa mzito, mambo hayaendi, bosi anamkataa. Akija akinipa tu maelezo kwamba mimi najiona 1 2 3. Kwa experience yangu mimi naweza nikaanzia pale kujua mtu jaribu dawa hii itakuwaje. Dawa hii itakuwaje kwa huyu. Katika zile dawa ambazo nitazokuwa nimemwanzishia, tutakuwa tunapata majibu kwamba huyu kalogwa, kwa sababu kuna mabadiliko atapata na mimi nitajua. Lakini pia nitaangalia kwenye kipimo changu cha mababu walionipa kile ninachokiamini kwamba hiki kipimo nikiangalia hiki sibahatishi. Huyu mtu tutamfanyia hivi. Sasa shukrani sana daktari. Nafikiri hiyo watazamaji watakuwa wamepata faida kwamba yote anajihisi iko hivyo. Hata kama ujihisi chochote, njoo utisame, inawezekana ndio kimeanza kijaanza kuwa kikubwa. Njoo kwa Dr. Tiaga, ataweza kukutibia kuhakikisha kwamba kila kitu kinakwenda sawa. Kwa kuwa muda wetu leo umekuwa ni mdogo, nafikiri wiki ijayo tutakutana tena kwa ajili kupata faida nyingine kutokea kupitia kwa Dr. Tiaga. Mimi nakusii tena usikose kusubscribe, ni jambo la msingi ili tuweze kujua faida za mambo mengi ambayo yanakuja katika mwili wako ambayo wewe hujui, lakini Dr. Tiaga amejitolea kuwasaidia watu kwa gharama ndogo kabisa. Na hata kama una kitu wewe unakuja kwa Dr. Tiaga, nafikiri kila kitu kitaenda sawa. Mimi naitwa Toto wa Kindengeleko Masunda, tukutane tena muda mwingine. Shukrani sana daktari. Asante sana.